Kieleweke team were in Kiambu where they told off Deputy President Ruto and his Tanga team of being corrupt. They also attacked Ferdinand Waititu over the shocking budget. Kamanda defended himself over corrupt allegations. Sasa mimi ninasema hii timu mmeona hapa, hii ni ile team inaitwa Team Kenya. Kwa sababu hii ni team ambayo imetoka kona zote za Kenya. Imagine ukiona mtu kama Joshua Kutuni hapa kutoka kule Cherengani, simpigie makofi. Ukiona mheshimiwa kutoka kule Nairobi, Masega Kuya kutoka Nairobi, hiyo ni Kenya. Unaangalia hivi unaona mheshimiwa mwingine kutoka kule Murang'a anaitwa Ruth Wangare wa Mwaneki kutoka Kegumo, hiyo ni Kenya. Ukiangalia kule kwingine unaona TJ Kajwang mwenyewe kutoka kule, hiyo ni Kenya. Alafu ukiangalia kule ngambo ile ingine unaona kuna rafiki yangu ambaye tunapenda sana na tunamuenzi, anaitwa Nyaja General, Oria Nyaja Oria Moi. Hiyo ni team Kenya. Na hii team imeletwa pamoja kwa sababu ya handshake. Handshake imeleta watu kutoka Meru kama mheshimiwa Kiremi Mweria, mtumpigie makofi. Handshake imeleta watu kutoka ngambo zote, tumeletwa pamoja kwa sababu ya handshake. Nataka kuwauliza swali, andu agikuyu, Uhuru ni ahetetie ni kugeithia Raila? Yenda kuigua, Uhuru ni ahetetie? Ni ahetetie? Ni mukenete tondu kwina thayo bururi wa Kenya? Kindu kiratugia no wici, ati no ki? Kwa sababu kuna pesa inaibiwa asubuhi, inaibwa jioni, inaibwa mchana, na wale wanaiba hata hawana adabu. Kwa sababu hata hawajifichi. Wanaziandika mpaka kwa budget. Mliona budget ikipelekwa kule Senate, pesa ambayo haitajiki na maneno. Pesa itagwetekaga na Gikuyu ni kuingiha igituika ati ni iraiwo na njira ya mundu kuhenania ati ni aheanaga pesa State House. Aya State House pesa Uhuru ni guthine muthini. Sio ni wizi? Kwa hivyo tunakuja hapa kusema sisi tuna support Rais Uhuru Kenyatta, sisi ni Team Kenya, sisi tuna support handshake, sisi tunapigana na ufisadi. Tumefanya makosa? Nimukwenda tuthae pesa tumurehere na ari mugicione. Ni tondu guko ndiramenya kuri ona mathina. Tariu ndagike no turaria nawe bwana KK, mimi najua wananchi wa Kikuyu na Deia Karae wako na njaa, hakuna chakula. Neguo githe ndimurehagira irio na metu na kiria kingerere ndaheo ni Uhuru, ni mukwenda thiĩ ndimugirire ndimurehere. Na tondu Uhuru niwe president wa Kenya, irio ciothe iria iheanagwo niwe gayaga, nie ni nguthii kumugirira irio na ni ngumurehera na ni ngumugaira, na ndikamwarithia raini uria mwarithagio raini, ndimwiraga muikare thi mundu areherwo hari ikarite thi na wagithaka. Itoiguithania irio icio ciumaga kwa Uhuru, na Uhuru niwe president. Na tuwe ate ithue twathurire Uhuru president, na nginyanagia 2022 gutiri ungi tuwe tiga Uhuru Muigai. Tareke njigwe tiga Uhuru Muigai. Inyo ni moi president wa Rwanda etagwo atia? Deputy president wa Rwanda etagwo atia? No we. Deputy president wa Museveni wa Uganda? No we. Deputy president wa Magufuli? No we. Agiko tutue ma deputy president mama bururi macio ri, uyu wa Kenya niki akingirire ngineya ati tutinde tukimumenya ati ndeke urura guku akigwetagwo aragwetwo ni gweka atia? Ni kunora, ni kuhenja kana ni kunora, ni kwerwa kana ni kuira? Ithue toe Uhuru wa Kenyatta, Kiambu ni bedroom ya Uhuru wa Kenyatta, na tutikwenderio guoya. No korwo ni tukenderio guoya, tukenderio 2022 Uhuru atwiro ri arenda na ithui. No ndagika eno Uhuru akarie kiti na akarie vizuri, na njuge na Gikuyu ya gwiragwo na Gikuyu aikarire na matina meri. Tondu guo niguo Gikuyu kiugaga, na Gikuyu na kirira ni uthathoni. Riu ndenda kuga atiriri, umuthe tutigũikara, hatutakaa sana kwa sababu kanisa imekaa sana. Na hao wote mnaona hapa nimesema ni mashujaa wa Uhuru.
na MPs wote wa Central Kenya wameachilia Uhuru Kenyatta. Tumebaki huku Kiambu, Mheshimiwa Koinange ako hapa. Tumebaki Deputy Governor wetu Nyoro ako hapa. Tumebaki wa Mushoba Mijimiji ako hapa. Tumeachwa Mwadhi wa Lemuru ambaye alikuwa anataka kuja hapa leo lakini yako na msiba bado kule nyumbani, na tumeachwa na Wakape wa Juja. MPs ni 4 na Deputy Governor moja. Out of 13 MPs, 12 MPs, Governor, Senator na Deputy Governor, only those that I have mentioned are supporting His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. In fact, wacha niwaambie ukweli, kama sio handshake ambayo Uhuru Kenyatta alisalimiana na Raila na wakasikizana na Kalonzo, wakasikizana na Musalia Mudavadi, Uhuru angekuwa impeached na MPs wa Central Kenya. Na impeachment ni kusema kugarurirwo thirikari. Iya wakwa acio niyo moruraga guku makithaitha wananchi mamathure na kiama kia Uhuru Muigai Kenyatta. Sasa mtu akikudanganya aende akusaliti na kule akuache peke yako, utamuita msaliti? Utamuita aje? Si ni msaliti? Kwa hivyo mimi nataka kusema hapa kinaga ubaga, nyinyi MPs wa Central Kenya munasaliti Uhuru Muigai Kenyatta. Munapewa pesa kila weekend 20,000 shillings ili muende mkauze serikali ya Uhuru Kenyatta. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Na nawaambia shame on you kwa sababu munadanganya Wajiko ambaye aliwachagua. Kwa sababu mlidanganya Wajiko mtakuwa kinara wa kusimamia chama, lakini mumeenda kuuza serikali yetu kwa wale wasaliti. Lakini mimi najua tukiwa na mapasta kama KK hapa na wahubiri wengine ambao najua wako serious, wataomba. Na huyo shetani ambaye amewaingia atatolewa ili warudi nyumbani, ili wasimamishe serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Hapa tuko Kikuyu. MP wa hapa Kikuyu ni mmoja wa wao ambao wamesaliti Uhuru Muigai Kenyatta. Na ni vizuri niseme ukweli. Saa hii tuko hapa, ako kwingine wakiwa na huyo ambaye wanafuata. Na si vibaya kumfuata kwa sababu yeye ni deputy president. Lakini wakati wake wa kuomba kura haujafika. Bado hatujaanza campaigns. Na kwa sababu hatujaanza campaigns, wacheni tuache siasa za 2022, tufanyie Wajiko kazi. Kwa hayo mengi mimi nataka kusema ninashukuru sana kwa sababu tuko na support kubwa sana kutoka kwa Deputy Governor na area MC wa hapa ambaye ni rafiki yetu sana na anashikilia Uhuru Muigai Kenyatta. Hebu tumpigie makofi. Na kwa sababu ako na MCS wengine ambao ni wasaba wako hapa leo, wale wana support Uhuru Muigai Kenyatta, Ngai amurathime. Inyo mutatiganeirie Uhuru MCS aito, Ngai amuririkane, na kiria giothe mwendaga Ngai amuheage, na haro iria ciothe murarua Ngai amuhotanire. Ugai amen. Amen. Kwa hivyo ningetaka MCA wa area hii ambaye ni mheshimiwa Kiambu ipelekwe mpaka Sudan wakati wetu wanakufa njaa. Tumeshtaki county government ikiongozwa na Governor Waitito na tumesema hatutaogopa. Na leo mchungaji amesema victory belongs to those who will not fear. We will not fear until governor is arrested and he answers the questions. Mahali pesa ya wananchi wetu inaenda. Mungu awabariki. Asante. Mungu ni mwema na kila wakati. Haya basi, mimi naitwa Karuga Ngige ambaye amechagua pale Limuru East. Na leo hii mimi nataka nishukuru sana mchungaji kwa sababu tubariki na kuhutubiria sana. Na mimi naona Kiambu kuna mashida mengi sana ambayo hatujamaliza. Lakini unaona mtu anatangatanga kutoka hapa mpaka pale akiambia watu sijui tuchague nani. Sasa mtu anasema tuko na deni. Niulizeni, si tulichagua U4K?
Tulichagua U4K. Deni yake na Nyoro, deni yake na Mogwe, na deni yake na Gakuyo ashaikamilisha. Mimi sasa naomba, kwa sababu sisi ni jeshi ya Uhuru Kenyatta, alituambia tupigane na ufisadi, na kuomba sana Uhuru Kenyatta tuanze na hapa Kiambu. Kiambu peupe, tunaona pahali kuko, tunaona tunadanganywa mchana. Haya makaratasi wao wamefanya, wameprepare, wanaenda kudanganya Senate ati sio yao. Wamedanganya Assembly, wamedanganya watu wa Kiambu, walidanganya Senate, na sasa tunaona wanataka kudanganya Kenya yote. Na sisi hatutakubali, tutakuja kueleza ukweli. Na mimi naombeni watu wa Kiambu tusimame na katiba yetu. Na tukisimama na katiba yetu, wale watu wote wafisadi ambao wako hii nchi yetu, tuende tuwatoe kwa hizo ofisi zao kulingana na katiba yetu. Na mimi najua tunaweza, kwa sababu tuko na hiyo nguvu. Kumbukeni, nyinyi ndio mmetupatia nguvu sisi. Mmepatia watu wote wamechaguliwa nguvu, na nyinyi mnaweza pokonya hiyo nguvu kwa mujibu ya kisheria. Asanteni sana, Mungu awabariki, tutazidi kuwapigania nyinyi. Kanitha Jesu ni mwega na hindi ciothe. Njitagwo Solomon Kinothia, MCA muthure wa kuria Ndenderu, na ndina gikeno muno ngiuka kanitha umutungatiri tondu witikio wakwa no wahurwo booster. Ahibrania 11 muhari wa 1 gutwika witikio ni assurance ya maundu maria twireirwo na gwitikia ya maundu maria tutonaga. Na ni warikia kuhunjia ndetikia ona aria maiyete mbia cia Kiambu magathie na pick up ona ko tutiacionire ni twetikia ni mekunyitwo niguo muthungu nake thiini wa auditor igaga assume fraud until genius is proven. Henda turona mundu ena nyumba inya Nairobi na cirako no tuko na muthenya na tutiwe ni discovery ri kwekire oko ni ya dawa aige ni dawa ri kwa discovery oko ni computer chip aige ni computer chip ri kwa discovery no kiria discovery ni signature yake riu no irute BS check treasury na hau no hambeirie gutonga no tuko na ona nderega kuracirio kwa mundu ucio ni tuwe ni muici na twina witikio murumu ate ihinda ritari kuraihu ni akunyitwo na tunyitane na mahoya tondu nyoka ingira nyumba ndire formula ya kuruta ithu tuthiete igoti-ini nigetha nyoka yume aria angi mahoe nigetha nyoka ino yume nyumba na in the fullness of time twetikia Ngai na tuwe makinya ni tuwe Kiambu ni gucoka haria agirwo gukorwo. Koguo Ngai amurathime ni undu wa gwitikia na gutuhoera na ni tuwe in the fullness of time maundu ma Kiambu no mekwagira. Ngai amurathime na mwike wega na hindi ciothe. Njitagwo Gideon Gacara wa Gitau, MCA Ndeia, actually ndi jirani yanyu, na nĩ ngatho mũtungatĩri nĩ ũndũ wa kiugo kĩu watuhunjĩria. Nĩ wega mũno gũthiĩ kanitha na nĩ wega mũno gwathĩkĩra maũndũ marĩa tũrathomithio. Maathani ma Ngai nĩ maigaga ndũkanaiye. It is in the commandment that you shall not steal. And I think somebody is taking this joke too far. You know, when we assisted Southern Sudan to get peace, we used to call it the 49th state, the 48th state, county of Kenya. But somebody took literally the joke too far and started, you know, dishing Kiambu money to South Sudan. Na sasa anatumia hiyo jina. Sasa the catch is here, relax, the catch is here. Ya kwamba hii ni ubadhirifu ambaye alikuwa anapanga. Na sisi tunajua mahali hiyo pesa inaenda. Pesa inaenda ku sponsor ile mradi ingine, ile group ingine mnajua. Na wakati Yesu alikuwa anajaribiwa na shetani, alimuuliza umetoka wapi? Akasema nimetoka kutangatanga. Sasa sisi tunajua pesa yetu inaenda kusponsor hiyo group ambayo inaitwa hivyo. Na sisi kama watu wa Kiambu tumesema hatutakubali kamwe. We shall fight and we know God will be on our side. Turamwirira wandu wa Kiambu ate uthuĩ ona twaguoyohio tutigwĩtigĩra, ona twerwo tukaheo mĩkana tutigwĩtigĩrĩra, tũgũtigĩrĩra ndamathi ĩyo nĩ twatigĩrĩra nĩ twamĩingata Kiambu. Ndiramũririkania ũngĩrĩkia
Rurira kana attachment yakwa na Kiambu ni Rurira umbilical cord, lakini wengine attachment yao na Kiambu ni kura. Kwa hivyo they can mess Kiambu, tomorrow they can go somewhere else. Simulisikia akisema sijui ukimwangalia rangi yake ni kama kule Coast, anaweza enda kusimama Kiambu. I mean kule Coast. Anasema anti yake ametoka Nyandarua, sijui hapa ikienda vibaya ataenda Nyandarua. Please protect ya Kiambu. Wengine wanataka kutangatanga waende huko kwingine, wacheni waende. Mungu awabariki. Kiongea na nataka kuwahakikishia kwamba yale yote amesema ni kweli. Mimi nimetoka, kwa jina naitwa Simon Kamau Kimani, nawakilisha ward ya Komothai. Na hapo Komothai DP alikuwa hapo saa hii na ameondoka hapo saa hii na dai akaenda. Na mheshimiwa wenyu alikuwa hapo. Sasa niseme hivi. Ile imenisababisha mimi ni kwa sababu amesema wewe governor, hiyo maneno tunasikia, wewe usijali, hiyo tutadili nayo, wewe deal na budget ya Kiambu. Surely tunaelekea wapi? Sasa nikaandikia mheshimiwa mmoja hapa, nikamwambia vile kumesemekana, akasema birds of a same feather flock together. Sasa ndio tunaelewa wanaenda hivyo pamoja. Mimi ningewahimiza hivi, kwa sababu saa hii vita ni kubwa. Hivi sasa hivi unaona hao waheshimiwa 10 hapa ni 10, wawili hawako. Hata mlikuwa mmeambiwa 7 kwa mimi sikuwa. Niwaambie vita yetu kwa na governor ni kubwa sana. Na ikiwa nyinyi hamtasimama na waheshimiwa wenyu, isipokuwa ikiwa nyinyi hamtasimama na ukweli ambao sisi tunawaeleza, kama seneti imekubali kuna shida, kama huko tukienda huko kwa bunge kamati yenyewe hata kotini imesema kuna shida, mbona nyinyi msituamini na mkue nyuma yetu? Tushikane, tuondoe mtu kwa ofisi. Kusema ati miaka 3 sio mingi, ati miaka 5 sio mingi, tutakuwa tunaishi hivi kila wakati. Hatutakuwa tunaendelea. Lazima tukiona mtu afanyi kazi, tunafukuza tunafanya mageuzi. Mungu awabariki na muwe pamoja nasi. Asante. Ngai ni mwega na hingo cio aheshimiwa mutungatiri wa muthenya wa umuthi na Kristiano othe ara mokite guko ri muriega tugethe ni cerere iguru guo amaritwa makwa njitagwo Eliud Ngugi kana ritwa ria siasa ngetwo thithia MCA wa Muguga. Ndona andu aingi haha mathuraga ndakena mathoma guku gwenda njuge kiugo kimwe njuge atiriri ati ungenda kumenya mitugo ya mundu cuthiriria andu amacera nao gitiguo ndoitu niyo ni uhoro wa makia muno aheshimiwa aya twena haha ati ciugo iria cia gwetwo ni deputy president umuthi kuria Komothai ati ona Waititu atari na raha, akamuria ni kwa nini Waititu leo unaonekana huna raha? Akasema ya kwamba mimi nimesumbuliwa na hao vijana na najua hii pesa ni kuwa nachukua alafu nakuletea. Yeah. Akaambiwa ya kwamba usishughulike sana na usitabike kwa sababu mimi tadiu na Senate na wewe udiu na hawa ili uendelee kuiba unilete. Sana nataka kuulizia jameni, ikiwa ndio viongozi ambao tunafikiria watakuja kutuongoza, kweli Kenya itaendelea ama itaporomoka? Katika hii county ndio county ya president Uhuru Muigai Kenyatta. Kila saa anasema ya kwamba anapigana na ufisadi. Anafu katika hii gome yetu ndiye mtu ametuma ni kama uwaja wa Kasarani wakuja kuchezea ili wewe wanaiba pesa. Mkumbuke Waititu juzi amesema ya kwamba anaelekea upande wa Nyandarua. Mimi nataka kuwaambia na kuwasihi wananchi, ndimuthaithe muno andu aitu mutuhoere mahoya mucoke mutume thutha tuge cigana ciigana tondu na kuria Sudan Arubashiru na athengirio ni andu nimugotuma thutha oi moka na gujitikire tuguthi kuigata Waigitu. Thengio muno, Mungu awabariki sana, asante sana. Mwathani witu agocwo geithikai ntondu wa mwathani witu agocwo agocwo ringi geithio cio ngimwira ni ageithio ni Stano wa kuria Ikino na ndiri umwe wa heshimwa aria maitagwo wa heshimwa 10 aria marathitangire kaunti ya Kiambu ni tondu wa uhuthiri muru wa mbeca
na tukirugamite tukakiuga sisi ni wanyonge, sisi ni sauti ya wanyonge, na turoiga fagia ufisadi Kiambu. Turoiga atia fagia ufisadi Kiambu. Ithuĩ twarĩ kamĩtĩ-inĩ ĩyo ya mbeca, na kaunti itũ nĩ heagwo hakuhĩ bilioni 16. Kũngĩtuĩka nĩ tũkũheo bilioni 16 mĩaka 5, icio nĩ bilioni 80. Kũngĩtuĩka bilioni 5 nĩ ikũra o mwaka, nĩ tũgũte bilioni 25. Bilioni ĩmwe ũngĩheo no ũhũthĩrage ciringi 40,000 o mũthenya mĩaka 70. Kĩoguo tũramaanisha atĩ andũ aitũ, tũramaanisha atĩ andũ aitũ ĩhĩtagwo ĩtanora, kana tiguo? Na ĩhĩtagwo nĩ mũndũ na mũthoniwe, kana tiguo? Nĩkĩo tũroiga twĩtĩkĩre rĩu tũnyitane na tũtigetĩkĩre rĩngĩ rũũru rũtongorio nĩ hiti, kana tiguo? Nĩguo hiyo ũhoro wa ma? Njĩtĩkiai gũkorwo nĩ ũhoro wa ma. Nĩ mũkwenda tumĩre tũingate hiti ĩno ĩregeire gĩcegũ atĩ no kũrũnda ĩrarũnda ũmwe kwa ũmwe? Asanteni sana, nashukuru. The national government leaders to fight corruption in our county and also in the country. Asanteni sana. Lakini nimeshangaa sana kusikia ya kwamba kama vile MCA wa Komodhai pahali His Excellency the Deputy President alikuwa ameenda leo, ya kwamba ati deputy mwenyewe alimwambia Waitito usijali. Anamwambia usijali wakati ametuipia gai Mwathani. Si nilikuwa nafikiria yeye ndiye atamwambia wewe rudisha pesa ya wana Kiambu. Anamwambia usijali, atuambie ile sisi hatujui. Ukisikia kimwambia usijali nitakusaidia Senate, hiyo pesa Waitito wameiba huku wanakula na yeye. Tondu gutire muici nake na mucothereria toka Dennis wa Weru twire kana Nairobi ni muraiyo uria turaiyo guku Kiambu tondu wari MP wa kuria Nairobi. Utuambie kama huko Nairobi unaibiwa vile sisi tunaibiwa hapa. Tumpigie makofi bwana Dennis wa Weru. Asante. Kwanza nitashukuru mhubiri, umehubiri vizuri sana. Mimi leo ilikuwa siku ya kwanza. Najua nilikuwa jobless, lakini sasa nimepata kazi jana, na mimi nashukuru Mungu. Mimi sasa ni chairman wa investment zote za Kenya na nimepatiwa na Uhuru Kenyatta. Nataka kusema asante kwa Mwenyezi Mungu na asante kwa rais, kwa sababu mimi ni Team Kenya, na mimi nime confirm na wale walikuwa doubting Thomases wamejua rais anapenda Team Kenya kwa sababu amenipatia kazi. Mimi sina mambo mingi. Mimi nataka kwanza ni introduce wale watu former members wale wako hapa, kwa sababu tumekaa sana na tutaki mchoke sana leo. Kwa hivyo nitaanza na ya Joshua Toro, na nimekuwa mbunge wa Kandara miaka 10. Nilikuwa waziri wa barabara miaka 5 wakati wa Kibaki. Na kwa leo sasa hata mimi nimebarikiwa, nimepatiwa kazi na Uhuru kuwa chairman wa National Irrigation Board. Kwa hivyo mambo yote ya irrigation itakuwa inapitia kwangu. Kwa hivyo sasa kazi itaendelea. Ile kitu ningetaka kusema, mkiona tuko hapa Team Kenya, na sisi wengine tuko na ujuzi ya siasa sana, na tulianza siasa wakati wa Moi, na wakati tulikuwa kwa siasa na General Nyanja na Kamanda na wale wengine, kuna kitu moja tulikuwa tunajua, ati ukienda kwa Uhuru upatiwe pesa, mambo ya liberation itapotea. Tukang'ang'ana, na wakati huo bunge hakukuwa na pesa. Hakukuwa na pesa. Ile watu wanasema siku hizi mshahara yetu ilikuwa 70,000, na hapo roni ya gari inatolewa hapo, house allowance iko hapo. Lakini ukienda kwa Wanjiku anajua unapigania nini. Kwa hivyo Wanjiku akakwambia, wewe mheshimiwa, tunajua kazi yako ni ngumu, tuko na wewe, hata hatutaki pesa yako. Kwa nini nasema hivyo? Wale MCAs walikuwa hapa, waheshimiwa,
ni wale wamejitolea Kiambu. Hawataki hiyo pesa. Na hiyo pesa ni mingi sana. Inaweza mtu awe wazimu. Wamejitolea, wanasema tutasimama na Wanjiku. Wanjiku watuone sisi ndio tutaokoa Kiambu vile inaenda. Na hata vile wamesimamia kule kotini ni kusema waliona hiyo pesa pia inaenda kuimbiwa. Kwa hivyo msapoti hao MCAs sababu wanafanya kazi mzuri, wamejitolea, wamekataa hiyo pesa mingi sana pastor, wakasema sisi tuko na Wanjiku. Ya mwisho, Kandara, yule current member of parliament ako huko, anaitwa Alice Wahome, ndio anaongoza timu tangatanga katika Murang'a, na alikuwa huko na deputy president, nasikia alikuwa huko. Wale ni wale watu hawaoni vitu vingine, wanaona tu pesa, 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 hakuna kitu kingine. Mambo ya Wanjiku hakuna. Na huyo mheshimiwa wetu wa Kandara, hata tukirudi huko wakati wa Hague, ni wale walikuwa wanataka Uhuru afungwe, na tunajua na tutasema. Sasa wakati Uhuru hakufungwa akaingia TNA, yeye hakuwa anataka mambo ya TNA, alikuwa kando, akajimenyemelea hapo. Kwa hivyo mkiona watu wengine wakizungumza, mnajua nyoka iko wapi, na ndio unajua kwa nini ako kwa hiyo timu tangatanga. Kwa hivyo na hao machache, mimi nasema pastor, mwizi ni mwizi, na kana sasa mko na mradi hapa ya kujenga, mkipatia chairman na komiti wa mjengo milioni 1 na muone kazi ile imefanywa ni ya half milioni. Ai, mtasema hawa watu wametuimba. Na lakini hakuna mtu anaweza kuja kusema sababu hawajapelekwa kotini siwezi. Mwizi ni mwizi, si lazima apelekwe kotini. Asanteni sana. Amugeithia mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Monica Nyambura Muceke. Ira nĩ ndĩraheirwo wĩra nĩ thirikari. Ndĩraheirwo wĩra ũraringana na tribunal ya insurance. No nyumĩte Nyandarua County, na Nyandarua County nĩ ndarũgamĩte kwa mwaka wa 2017 na ndahoyaga wĩra wa women rep. Ndakĩrũgama haha kwaria ciugo igĩrĩ tu tondũ ndikwenda kũmũiga mũno. Njuge ndũgamĩte ta mũtumia, nĩ ngwaria na atumia a bũrũri witũ, na makĩria atumia arĩa mathurirwo kũrũgama wĩra-inĩ kidete gũtetera thirikari ya Uhuru Muigai Kenyatta. Ndĩmũũria atĩrĩrĩ, woi atumia mwacirĩrĩra rũrĩrĩ, mwarega kũnyita Uhuru Muigai Kenyatta witũ mbaru, nĩ ingĩhoya mũtongoria aumaga na igũrũ, na no nyongerere njuge atĩ ngemi ciumaga kũ? Ngemi ciumaga na mũciĩ. Njuge aikari a Central Kenya, rorai muno. We are one, we have the handshake as a nation, but as our home province and the people of Central Province, no ndĩmũthaithe mwĩtĩkĩre tũnyite Uhuru Muigai wa Kenyatta mbaru na ũndũ wa gũthikĩrĩria sentiments ciake, na makĩria tũrũe na ndaimono na ndamathia ĩgwĩtwo corruption, tondũ bũrũri witũ wĩna ũtonga mũingĩ mũno. No ona twaga gũthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ tũgũte kĩmĩra. Njuge Ngai wa moyo amũrathime na nĩ ndĩmwendete. Thank you. Mwathani agocwo. Kwani hiyo ingine hamuijui? Very good. Mimi nitakuwa mfupi sana. Jina ni Honorable Elias Bau. Nimekuwa mjumbe wa kule kunaitwa Maragwa. Nimefurahi sana kwa sababu wa MCAs wa Kiambu kamati. Na budget umuhimu yake ni kusimamia mali ya umma isiporwe. Msimame kidete. Hiyo ndio kazi ile muhimu. Msembea wakati mimi siko na huna haya. Hii kunisimamia hiyo ni mambo mzuri.
lakini wakati sijakwambia niko karibu, kwa hivyo unaweza tembea, wacha kukaribia tafadhali. This county, this is the home of our president na tumpenda. Wale wengine wanataka wagoje. Nimemaliza mimi wakati sikuwa bunge, you know, I also became appointed by the president as the chairman of the CDF board, na wakati sheria ilifanya kusema CDF itakufa, nikaenda nika lead board yangu, tukarudisha nini CDF, na ikawa sasa inaitwa National Government CDF. Na kwa sasa kama tu huyu ndugu yangu jana usiku, sijui rais aliota namna gani, nikajipata tu huko ndani kitu inaitwa NEPAD, na NEPAD ni kitu ya mambo ya maendeleo. Gawi tu amurathime, tukonana hideo twaigua utatuita tena. Asante sana. Natoka huko Meru, nimekuwa MP Tigania West miaka 10, alafu nikawa assistant minister wa education pia na Kibaki, na lastly nikawa advisor wa president. Mwaka huu sijapewa kiti na president, lakini sio lazima nipewe kiti nisimamie ukweli na wajibu. Tutaendelea kuwa na Team Kenya kwa sababu Team Kenya inasimamia wajibu. Jana nilikuwa Meru, nikakutana na vijana watatu wakanisimamisha. Wakaniuliza ni kwa nini inaonekana Uhuru wale wanampinga zaidi ni watu wa Kikuyu. Mwingine akasema na si yeye alisema hao watu wachaguliwe. Alienda akawaambia wakapigieni Waitito, pigieni kura huyu, pigieni kura huyu. Alafu yule kijana watatu wakasema unajua shida ya hao watu ni watu wa njaa, wa Kikuyu ni watu wa pesa. Ndio alisema. Sasa mwingine akauliza hata mtu ambaye mshahara yake iko karibu milioni moja anajaa, na mimi ambaye sina kazi nitakuwa na njaa kiasi gani? It's surprising, it's bad. Na ni mambo serious sana. Wamuchobali sema only 4 MPs out of 12 are supporting the president in his home county. Yeah. MCAs only 10 out of 90 wana support president. It's very serious business. Mimi I've been in politics for a long time. Sijawahi kuona Wakalenjin wakimpinga Moi. Sijawahi kuona Wakikuyu wakimpinga Kibaki. Hii mambo ya Kiambu na Central Kenya na Uhuru ni mambo ya ajabu. We can't understand. Sio kusema there must not be opposition. There should be opposition, of course. This is not a tribal country. Lakini tuwe na msimamo, tuwe na opposition ambayo ina msimamo. Ati kwa sababu Uhuru apigane na ufisadi, Uhuru apigane na ukabila. Lakini si Uhuru anapigana na ufisadi, anapigana na ukabila. Anasema tushikane tuwe Kenya moja. Lakini hawa watu hataki hiyo, ndio sababu wanampinga. Na ndio lazima 2022 tueleze watu wetu. Wale watu wanahitaji kurudi bunge ya Kiambu au ya Kenya ni wale ambao wanapigana na ufisadi, wanapigana na ukabila na nawaunga Uhuru Kenyatta mkono. Asanteni, Mungu awabariki. Miaka 10 wakati ulikuwa ngumu sana, wakati ya mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi. Na mimi hiyo jina mnasikia nilipewa kwa sababu vita ya Second Rebellion nilikuwa naongoza. Hata Kibaki, hata Matiba, Raila, wote Kimani Wanyoike, Moite walikuwa, mimi ndiye nilikuwa kiongozi. Moi alienda au hakuenda? Hii ni kitu gani tunasikia ati Ruto Vice President. Sasa mimi nilitaya. Mimi nikastaafu, nikasema nimewacha siasa. Lakini mnajua hata generals wa military hata wakistaafu na vita itoke, lazima wawe recalled. Mimi nimeitwa na wa chairman kwa sababu tunajuana na anajua msimamo wangu. Akaniambia vita ya ufisadi imetangazwa. Na imetangazwa na Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo kuona Jeno Kayaba amerudi kwa siasa, hapana mchezo. Hapana, mimi kama ningejua ati wako Githunguri, hapa Kiambu ni nyumbani. Nyumbani kwetu, tumezaliwa hapa na Mheshimiwa Rais aheshimiwe. Kwanza hongera. Nyinyi nyote pengine hamkujua Mheshimiwa Rais ako upande gani.
Sasa appointment jana na ni leo tunaona viongozi parastato, lakini kwa sababu nilikuwa nyumbani pengine jina yangu lakini mimi najua na huyu chairman wetu amenihakikisha Jenu jitakuja uwe nasi kwa sababu tunakujua, Uhuru anakujua, lakini pengine alipata report umewachana na siasa. Mimi nilikuwa nasipigania kiti ya senator Kiambu County, na sasa mambo vile imeharibika hapa Kiambu County kwa sababu yule alichaguliwa, yule ati senator, hiyo ndio area yake, constituency yake, kupigana juu chini. Tayari mimi hawa 10 nimewaita wanieleze kinaganaga what is the problem. Wakaniambia, mheshimiwa senator wetu, pesa inaporwa kutoka asubuhi mpaka jioni, na sasa tumeenda mpaka kwa senate. Nikasema ni kama ningekuwa kwa hiyo senate jana, wakati huyu anakuja, mambo ingekuwa ingine. Kwa hivyo mimi nataka chairman wetu, naona mheshimiwa Koinange hapa, naona Hawe Kutun, another general. Kila mimi nataka, vita imetangazwa na ni vita ya kupigana na ufisadi, and we know the high priest of corruption. Don't be cheated. Anajulikana, kumbe ati anamwambia usijali, nitakusaidia. Kwa hivyo tumegundua leo huyu Waititu wakati alikuja hapa Kabete alisema ati jirani sijui familia yao wako hapa, na kwa sababu anatujua Limuru akasema mama yake alitoka kwa Baria hii. Kwa hivyo ni mtu anasema akitaka mumpe kura mseme ni mtoto wenu. Sasa tunasikia anaenda Nyandarua. You can tell lies to a few people sometimes, but you cannot fool or tell lies to all the people all the time. Sasa tumegundua yeye ni nani. Anaenda ati yeye sura yake sijui ni kama Mwarabu, anataka kwenda Coast. Sasa kuanzia leo wewe Waititu ujue Jeno Kayaba ako timu Kenya na mashara yake yote ya ujeno ya yeye aondoke. Mimi kile nataka chairman wetu tupange. Tumeona huko mtu mwingine huko sijui military wote ameondolewa na wananchi, hakuna kugojea. Uhuru anasema sheria, lakini wewe mheshimiwa rais sasa utuachie tufanye kazi. Tukusaidie. Huyu lazima tumutoe ofisi. Upange tumutoe ofisi. Na watu watatoka hapa, watatoka Limuru, watatoka Rai, watatoka Githunguri, Junja, Gatondo, yeye aondoke mara moja. Na wewe wapi Nyoro? Wewe ukalie kiti. Uko tayari? Uko tayari? Yes. Hakuna mambo hapa ya kuongea. Waititu aende nyumbani, tumegundua ni mwizi, na kwa sababu wako pamoja na Ruto. Ikeredia ya ndoito. Mwana ndawo Mugikuyu na Muici matire hindi mari moho gituge kimwe. Hawa watoto wetu hawajui. Muici ne gucirwa ciragwo muthenya Paris akahetwo themero nene. Na hindi gutiakire bilioni ciraiywo ni Muici wa mburi, Muici wa kewa ngoko agacinwo. Kwa hivyo wewe ujue hata ukiwa makamu wa rais na wewe ni mwizi, ni mimi nasema kama Jeni tutaonana na wewe. Wewe unataka kitu gani? Kwa hivyo sasa hii vita imeanza. Mheshimiwa Koinange, hii vita mimi baba yangu alizaliwa Kiambaa, na hii tumesema Kiambu ni yetu. Tawishi ya Kenyatta hayati angenyuka. Aidie nao. Atwaje le moja ya tereri. If you want to get your presidential candidate, ne mheshimiwa mustaafu Mwai wa Kibaki. Niko yongile kamwene one tena bongo niko kana kama ya badala. Yes. Nike wa Kiambu mwanamta mwana wa nike ate toero ni anatua wa Mushobeho na deputy governor. Ona sema takaleho matie nao huu mero ndio nyaga na ingira siasa ni ashoka haunehera nehera haya ha hatire idero
kwenda nyeroneta yake tukoni yuto na rojoroga matu na ona mogeko kinyambara ya mau kakonia niko kaba kweherio kautokeheria. Kwa hivyo mwana Kimani Waitogoma mumwele wona wanyitia wona asiate tokonia tu mumere jeno kaya nemera natatoka na huda nikoyoingire yana somora isoka. Asante sana. Wakristo wote, God is good and all the time. Mimi ndio TJ Kajwang mwenyewe, Chief Justice ya baba. Na huyo Waitito ambayo mnazungumzia, sisi ndio tunajua huko Nairobi. Hebu rudisha huyo Waitito tunyoroshe yeye vilivyo. Sisi tulikula kiapo, tukakula Biblia. Uliona hiyo? Ukuona Chief Justice anapea Biblia kwa baba, alafu tukasema heri tulete mkono tusalimiana na Uhuru Kenyatta. Uliona hiyo ama hukuona? Kwani nyinyi watu wa Nderi unalala ama munaona maneno? Muliona hiyo? Sasa sisi, unajua pale mimi natoka, sisi tunang'oka. Tukatoka hata na bibi zetu wote, tukasema tumeingia kwa hii maneno ya Uhuru Kenyatta na tumekaa na matako yetu mbili. Sasa nyinyi tumekuja hapa, sisi wote tumekuja, na unajua nyinyi sisi tunang'oa reli, si unajua hiyo? Sasa tumekuja kwa hii maneno yenu, na mimi naambiwa hapa Kikuyu ndio mnapinga Uhuru Kenyatta nyasachia. Hapa Kikuyu ndio mnapinga Uhuru Kenyatta. Unajua mko na madharau nyingi sana. Hebu nione kama mnaweza kuleta yani watu washimiane. Kama huyo kijana ambayo ni kijana mdogo fupi hivi, hiyo ndiye analeta maneno na tangatanga ati leo ako ameenda wapi? Si umngoe huyo kijana. Huyo kijana huwezi kung'oa. Sasa sisi tunasema ya kwamba handshake ndio kitu ambayo ni muhimu kabisa. Sisi Nairobi tunasikia handshake ni nini? Kwa sababu Nairobi sisi tulikuwa tunapigana usiku na mchana. Vijana wanakufa. Na tunajua handshake imeleta utulivu. Watu wanafanya biashara. Lakini nyinyi mko unatangatanga. Ya mwisho, I want to say this in English. I want to appeal to DPP. Really, where I sleep, I have never understood why the DPP has taken too long to arrest these people, to prosecute these people. Somebody like Waitito, and I'm a lawyer for a long standing. Mimi ni wakili na nimefanya kazi yangu kwa miaka mingi sana. You don't need any other evidence other than the auditor's report. The day Waitito said what he said in bunge, angetoka bunge, angetoka na pingo. Kwa sababu hii ni pesa ya raia. So the DPP, please, you are depressing Kenyans. We can't wait any further. Arrest these people. We want to see them. Let them go and defend themselves in court. Nikirudi nyumbani nipeleke salamu ya baba. Wapi salamu ya baba? Wapi salamu ya baba? Asanteni sana. Hao watu wa Central Kenya walikuwa wamejipanga kumuheko president wetu. Imagine, they had arranged themselves and planned on how they are going to heckle His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta. Upande wa Jubilee tulikuwa very few members. Nyinyi watu wa ODM, watu wa Wiper, watu wa ANC, watu wa Ford Kenya, nyinyi ndio mlitusaidia. Tuwapigie makofi kwa sababu walitusaidia. Kwa hivyo hiyo handshake ndio imeshikilia Uhuru Kenyatta, hata akisalitiwa na wale wa Central Kenya, tunajua nyinyi watu wa ODM na Wiper na ANC na Ford Kenya mko chonjo na wagethaka. Mheshimiwa Ruth kutoka Kegumo, kuja uambie wananchi wa Kiambu ya kwamba Kegumo mnashikilia Uhuru Kenyatta. Kabisa. Mwathani agoshwo.
Ngai andu akikuyu kamuingiririe heho. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mũtungatĩri ngatĩa gĩtĩ na kĩgongona na maguta, na nĩ thengio nĩ gũtũhunjĩria wega, nĩ watwĩkĩra hinya. Ngwĩciragia gũkũ nĩ tũroka tondũ ciugo icio ciothe waria nĩcio tũkwagĩrĩirwo tũigue ithuĩ, na makĩria anake acio me MCA thĩinĩ wa Kiambu nĩgetha magĩe na hinya. Niĩ njĩtagwo Ngarwa Mwanĩki na gwitũ nĩ Kĩgumo. Ithuĩ nĩ ithuĩ Kariũki wa Njiri, andũ a Kiambu moima Kenyatta gĩteima London, twetĩkĩrire gũkĩrĩria gĩtĩ tũkiuga Kenyatta no nginya ingĩre Lenjiko. Kariũki wa Njiri agĩũkĩrĩria teyũri inyuĩ mwana thaitĩ ũgĩũkĩrĩria gĩtĩ. Andũ a Kĩgumo nĩ twendete family ĩyo, nĩ twendete President witũ Uhuru wa Kenyatta. Ndĩmũmakie for the 2 elections, Kĩgumo in terms of percentage vote turnout was the #1. Kĩgumo constituency. That is how much we love His Excellency the President. Andũ a Kiambu mũtũtigithie tũhaibu tũdogo ma. Kaboru muone mwana wa neighbor gũkĩra waku. Nĩ ũndũ wake nĩkĩ gĩkĩ mũhetwo kĩratũma manama mũriganĩrwo harĩa twaimire. Niĩ ndĩrarĩ Kĩgumo Friday na ndĩraria mĩario o ta ĩrĩa ndaigua kĩario haha. Bara citũ kũu rĩmwe ciahanaga ndoro. Anake aitũ moyo Mwai wa Kĩbakĩ mĩaka 10 na Uhuru ĩno yake arĩ 7. Thirikari ingĩ igĩthira marĩaga mĩaka 5 tondũ amwe nĩ 25 na 30. Andũ aya akũrũ ikaria ijeci thĩ mũmere ti gũtheke atĩ twarega kwĩbanga andũ a Central. Ihinda rĩa Uhuru rĩa gũcoka Icaberi rĩkinye, tũtebangĩte na tũmenye tũrũgame na igoti rĩake. Nũ gatwaragĩrĩria Icaberi tũkeroragĩra. Tiga ũguo ngũigua mũtungatĩri ũkiuga kabara haha ona ũgakorwo kĩarĩria ũgakorwo kĩrau amwe acio maratũthekia. Na niĩ ndĩna marakara maingĩ mũno, and this one I'm very disappointed because just the other day we had an election and we elected President Uhuru Kenyatta as our president. What was the use of us going for elections if we pretended to support him and now we are opposing him? We are not giving him space to work. And then we are #1. You know, I was listening to them in parliament saying, hajatafutia vijana kazi, hajatimiza manufacturing. They know wamemushika huku nyuma, wanamuvuruta nyuma. And then wakija kwa jeshi, tejeshi tigenu. Murede yake atia. Mumugusie thutha. Mumugererie, mumuhomie. Mucoke muthie mwambie kwĩyarithia haha. Nĩ tũrenda sincerity in the way we do politics. Na mutige rĩngĩ kwĩyugithia atĩ ithuĩ atĩ nĩ ithuĩ kanda cia moko cia Uhuru. Kiugo kĩu rĩu mũkire gũkĩyugithagia anga behind the president. You cannot be behind the president and at the same time you are always doing things that are opposite and against what he wishes. You are making it impossible for him to realize his dream. Akĩrĩ bata wake akĩrũgame tu ũngĩ akĩrũgamire we ona we nyoka ũguo ũgĩtongoria tũkĩone arũgame gĩtĩ wĩhithĩte haha ũcoke ũtũũre ũtukũ na mũthenya ũmũgiaga. Nĩngwenda ndĩmwĩhoe mũhoere Uhuru oire gĩtĩ gũkĩgĩa na Westgate. Nĩmũraririkana kwarĩ na haro nene agĩkiria no tulivu mũingĩ. Na niĩ ndio ndatũraga ndĩ in charge ya international trade. Tũgathiĩ nake Rũraya ndakomaga kamũrakĩmwendera atĩa Ngai nĩmũkũmũnyitĩrĩra. Akristo nĩmũrahoera Uhuru Mũigai wa Kenyatta agĩe na thayũ na tũtungate na wendo. Nĩmũĩ nĩtũkarĩra Ngai Mwathani na no mũkaririkana ciugo ici tũrarĩria haha. Atungatĩri nĩ njũĩ kanitha rĩngĩ nĩ roke gacerwo mũgacemwo
kanitha nĩ yakuona wega no mutikariganĩrwo kĩhoto harĩa kĩrĩ mutikariganĩrwo ndamwĩhoya kĩhoto harĩa kĩrĩ amwe itũ niĩ ona ingĩaga kĩ njugĩte kaba njikarĩre ũguo no ndũgame nama Murang'a tũrĩ anini mũno na gũkũ Kiambu ndaigua mũrĩ ngaingĩ ithuĩ kũrĩa nĩ morire nĩ mamũtiganĩirie tũrĩ ngaingĩ nĩ mũgwĩtĩkĩra kũmũtiga inyuĩ ũrĩa mũrerirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩraitũ wa Mũrũngi no nginya twĩbange nĩ mũranjigua mũmũhoere na niĩ ngũkinyia hau tondũ tũrĩ aingĩ ndĩmwĩre atumia athuri arĩriai jeshi matirĩ mona thirikari ũndũ ũngĩ moyo mwai wake na Uhuru matarei Ngai amũrathime wa moyo amũrathime Ngai mũtungatĩri asante sana na ukirudi Murang'a guoko tafadhali nyambe njokerie mũtungatĩri ngatho nĩ ũndũ wa message ũmũthĩ kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ tugaga tũtiendagĩrio guoya na nĩ wega gũka Kiambu ngaiguo na gũkũ no ũrera andũ matigekete matikenderio guoya. I really appreciated that message today. I also want to encourage you. Mimi ni mtoto ya mchungaji. My father is a retired Reverend Canon of the Anglican Church. My grandfather was also a mchungaji. Na hata mimi naonanga nikimaliza hii kazi nakuja tutajua vile tutafanya. Nikiomeka sure testimony yako ndirathuki ni undu wa haha. And your message, you know, we are in the middle of a very interesting crisis of religion, where we have different people who represent themselves as religious leaders. Wengine hata ukiona kama unajua vile religion iko, unajua hapa wameteleza. I would like to affirm, from having listened to you, Pastor KK, this is a man of God. That I can affirm. His message is genuine. His message is real. Hasemi kitu afurahishe. Anaambia maneno ya ukwe. Kwa hiyo nenyo mukaruga magana yake. Na nenye daga kuga ta mwana mutungatiri. Wira uria ndore mautaga ni murito. Mugirega kunyita kuruga manake. Nikyo mwana mutungatiri ni ateretha. Ni undu andũ arĩa mayo nuko makimuhoera matireka the. Matiramu. Kwa hivyo muendelee kumuombea. Nigetha nake athie na mbere na gutungata na kuruga na kwaria uhoro wa ma. Message yangu ni moja. Sisi Nyeri tulikuwa na president. Kweli uongo? Alikuwa anaitwa Emilio Mwai Kibaki. And he served this country for 10 years. One day in 2011, the member of parliament for Gatundu South, then Uhuru Muigai Kenyatta, akaenda mkutano Murang'a. Walikuwa na mishuki. Kwa hiyo mkutano akasimama akasema kuna watu ambao ukiwaona wakiongea unaweza fikiria wao ndio walijipeleka bunge. Akasimama akasema kama si Mwai Kibaki yeye mwenyewe hangekuwa bunge. Na akasema wakati walikuwa wanatafuta kura kila mtu alienda akajiegemeza akajipeleka kwa Mwai Kibaki akajificha hapo ili aingie bunge. But after kuingia bunge kuna watu walikuwa naongea ni kama walijipeleka. Na akasema yeye ni jeshi ya Mwai Kibaki. Na Mwai Kibaki akisema waende left ataenda left. Akisema waende right ataenda right. Sasa mimi nasimama hapa kurudisha mkono kama mbunge wa Nyeri Town. On behalf of Nyeri, we are grateful for Uhuru mobilizing the country to support the president who had come from Nyeri. Now I want to ask us, na ninataka kuuliza hii nikiwa Kiambu. Sisi kama watu wa Nyeri tumesema tunasimama na president mpaka amalize term yake. Ithuĩ tũtiganaga kura tukuheaga kinya rĩrĩa ũkarĩkia term yaku. Hatuwezi patia wewe kura alafu after miaka 2 tuseme tumepatia mtu mwingine. Tunakupatia mpaka umalize. Nataka kuuliza hapa watu ya Kiambu, nyinyi kura yenu ile mlipatia Uhuru 2017 mmepatia mtu mwingine ama bado iko na Uhuru? Tafadhali
Mwambie viongozi wenyu. Mimi kama si Uhuru alikuja kuniulizia kura Nyeri town singechaguliwa. Hapa kama Kimani Ichung'wah angesimama na chama kingine hapa, mngechagua yeye huku? Tuseme ukweli. Kama wa Muchoma angesimama na chama kingine, kama angekuwa mtu ya Uhuru mngechagua? Twashagurirwo ni undu wa Uhuru. Tulichaguliwa, tulikuwa tunajiita jeshi ya Uhuru. Sasa ukiangalia watu wamebadilisha uniform ya jeshi ya Uhuru, wamevaa jeshi ya mtu mwingine. Tafadhali watu ya Kiambu, ndamuthaitha ta mundu warware kuria gaki, mutikaguithie mutongoria wanyu. Ithuĩ ni turamunyitirira ta andu wa Nyeri, tunashikilia Uhuru kama watu ya Nyeri. Nyinyi watu ya Kiambu mshikilie yeye, apatiwe ile heshima. Nasikia watu wakiuliza kieleweke ni nini? Kieleweke inamaanisha tu kitu moja. Uhuru apatiwe heshima yake mpaka amalize tamu yake. Watu ambao wanataka kutafuta kura yake, kiti yake, watafuta akimaliza. Hajamaliza. He has 3 years. How are we discussing his seat? Ni murashi roho wake tegea gathoni wa Muchomba goko. Thaici. Ni murashi nĩ ũndũ wa gĩtĩ kĩa gathoni. Ni murashi nĩ ũndũ wa gĩtĩ kĩa MCA. Ni murashi nĩ ũndũ wa gĩtĩ kĩa senator. Ni murashi nĩ ũndũ wa gĩtĩ kĩa governor. Ndaigua ni murashi kiu. No nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Nĩguo. Nĩkĩ kĩratũma gũtuĩke kũrĩ na andũ a gũkũ maracira nĩ ũndũ wa gĩtĩ kia president thaici. Kwa hivyo nataka kuwauliza na kuwasihi, tafadhali stand with the president and let us see it. Kama kiongozi wenyu amekataa kusimama na president, tuone nyinyi mkimkemea kama watu ya Kiambu. Sawa? Ngai amurathime muno, Ngai amwike wega. Asante muthigani rwimbo rugukahurira MP wakwa nyuguku rucio wathie kwa Coro FM wahingura wahoya uria hoyaga ukoiga ni uratumirwo ni maitu wa county miji uhurire MP wa Kikuyu rwimbo rurugaga wewe sumu wewe muthigani tondu wathurirwo na kiama kia Uhuru, wathurirwo na kagoti ka Uhuru, na riu ni woreire Uhuru ugithie kunyitirira andu angi. Hallelujah. Ukamuheshimiwa Masiku Maku, woman MP in the whole of Nairobi County. Huyu ni mama general, tumpigie makofi. Alimenyana na wanaume mpaka watu wa Kasarani wakasema yes, ni yeye. Tumsikize. Okay, asante sana mchungaji na wazee wa kanisa na wale wote ambao wananisikiza. Bwana asifiwe. Praise God. Mimi niko na jumbe mbili tu peke yake. Ya kwanza, mimi wanashukuru watu wa Kiambu juu walituondolea shida kutoka Nairobi. Jipigieni makofi. Ni ukweli. Ukikuja kule Kasarani Embakasi, ambapo wale ambao wanawasubua huku, mahali wamelelewa, mahali wameanza, ni constituency yangu. Walikuja kwangu wakasema wamenihurumia, ati ninaunga rais mkono. Pole kwao. Kwa hivyo watu wa Kiambu, hii blanketi mlijifunika, please jifunueni pole, kwa sababu si dogo namna hiyo. Zile mashida tuko nazo huko tumetatua, ni vile sisi tunajua vita si lazima uongee sana, unaweza pitia katikati na utaweza kupigana. Ya pili ni kuunga rais Uhuru Muigai Kenyatta. Nairobi hatuongei sana, hatuwezi waletea hesabu yetu hapa tuko wangapi, lakini tuko wengi ambao wanaunga rais. Na ukisikiza watu wakanyangangi Nairobi sana. Nairobi huwezi tuletea mambo namna hiyo, kwa sababu tunajua rais Muigai Kenyatta lazima aheshimiwe. Na nikimalizia, kwa sababu sitaki kukaa sana, ni kushukuru kila mtu ambaye anaelewa ile inafanyika. Ukikuja kule kwetu tutakuelezea vile mambo inaendelea, lakini kwa saa hii tusaidie rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na nimeona watu wengi wanashinda wakisema rais akuja tuambie vile anataka. Kwani yako na news za kuwapatia? Si mnajiangalilia vile mambo iko? Usigoje rais akuje aseme sijui nini ama nini hapa. Vitendo zinaonyesha kuliko
Kila wakati nyinyi endeni mkutano, mnasema tuko na rais hapa na tuko na hakuna news. Rais ako nao yenu. News ile iko ni unity, handshake iko na kazi ifanywe. Na ukiwa ule alikuwa nafikiria ati Uhuru hana jeshi, jeshi iko. Na hii kiti ama hii uongozi ipeani tu hivyo. Kwa hivyo wale vijana wadogo wameondoka, Wakikuyu tulipigania wakati wa Maumau na hatuwezi achilia namna hiyo. Tunasimamanga kidete. God bless you so much. Thank you very much. Kwanza ningetaka kunena habari ambao watu ambao wanauliza hii mambo ya succession ya rais. Na kwa muda mrefu Reverend, Kenya kuko na shida kubwa sana. Watu wamekosea heshima ofisi ya rais na ofisi zingine ziko katika nchi ya Kenya. Na hiyo ni makosa sana. Na mimi ningetaka kusema tukiangalia kwa zile siku za zamani, serikali ilikuwa inaheshimiwa sana. Lakini siku hizi serikali haiheshimiwi sana. Hata kusema kutoa mnataka kuongea habari ya rais na angani na keti ni makosa sana. Ningetaka pia kusema kulikuwa na shida huko pande wa Tharaka Nithi ambapo waheshimiwa walikuwa wanaongea habari ya wafanyikazi wa rais Kibisho na Matiang'i, na niseme ni makosa kwa sababu wafanyikazi wa serikali ni wafanyikazi wa rais na wananchi. Hakuna haja ya wakaingilia, na kwanza ikiwa ni mambo ya security sana, hao waheshimiwa ningeuliza waniulize mimi. Mimi mwenyewe ndio nimesimamia security, na ikiwa ni upande wa siasa waniulize security kisiasa iko namna gani, na nitaeleza vizuri vile kuko. Na niseme wakati ule wa zamani habari ya serikali hata mzee Jomo Kenyatta mwenyewe na Mbiu walikuwa wanaogopa serikali sana. Lakini siku hizi hakuna mtu anaogopa serikali. Unatupia serikali matope, unafanya vile unataka kufanya. Na ni makosa sana kwa sababu ni lazima serikali yetu iheshimiwe, iweze kutuangalia kwa ile njia ambayo ni muhimu sana. Jambo lingine ningetaka kusema, iko mambo hata kanisa inatakiwa sana kuangalia, ni hii mambo ya succession. Na Reverend, unajua viongozi ni Mungu waleta. Lakini kwa hizi mahesabu ya 2022, kila mtu hataki kuongea habari ya Mungu. Wanasema hapana, ni sisi tutafanya mfalme katika 2022. Kanilera ndiko. Na tugitekio na hindi atwacaguragwo ri twigaga atongoria macaguragwo ni mwathani gitiguo, no ni hakinyete handu tutirenda kuigua uhoro wa mwathani, turenda gwitikia mbeca citu ni cigutuhe itecio gitiguo rwama, na ni mahikia muno tondu agiko ni itegutuhe itecio ri, na ni twitikitie Ngai ri ugagithia atia uhoro wa Kiambu ri mbeca cia ofisi ya president nini njikiraga kiara na mathabu inde macio hindi atweka ma ofisi ya president gutiri handu na hamwe honanagia ati kwina shortfall ya kuhe thirikari ya president. So andu a Kiambu gutuhe mbeca ingi tutamoritie na nie ni thondekete iria thondekete na national government, macio ni maheni. Ningi uhoro wa peace ya South Sudan na nyoroho no akwire ni nginya wiathi wa South Sudan ukiheana rita ria mwisho CPA ri koinange one warugamirire niguo wiathi wao heano mbeca icio maraheana ihinda riri irathii guthondeka peace iri kona peace ni yaheanirwo. Icio ni mbeca cia wici uhoro wathirie tene na wiathi ugikatia ukiheano. No mwaka tukorwo turi andu a kihoto na utheri na andu ama niguo tutware Kenya na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Na ngĩrĩkĩria tondũ ndikwenda kwaria mũno, please ndamũthaitha mũno mwĩyandĩkithie na huduma, tondũ kwĩyandĩkia na huduma he bata mũno. Kũrĩ andũ matũraga maiyaga mbeca cia thirikari tondũ mathabu matikoragwo monekanĩte wega. Mwĩyandĩkithie inyuothe nĩguo tũhote gũkorwo twĩna mathabu mega, tũmenye thibitarĩ andũ arĩa mekwenda ũteithio wa thibitarĩ. Uhoro wa githomo tumenye andu amekwenda guteithio mwana githomo, no ti njira ya gutuika ati tutiyandikiritie na mutikagwitigira tondu
ona kanitha twĩrĩtwo atĩ nĩ mark of the beast, no we mũtungatĩri nĩ ũĩ ona gũtirĩ cionere ironania atĩ rĩu nĩ hĩndĩ ya gũkorwo twĩna mark of the beast. Gĩtiguo reke andũ meyandĩkithie, nĩ kĩhoto nĩguo tuothe gwĩka wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Na nĩ sore wa Muchomba ngĩrĩkĩrĩria njuge ũhoro wa ufisadi na nĩ tũrarũa, na rĩu ũmũthĩ nĩ njona Kĩnoti nĩ aratũrora. Andũ nĩ mekuohwo, mũrona tarĩ therũ, andũ nĩ megwĩka atĩ nĩ mekuohwo, tondũ mũndũ wothe wĩiyaga harĩa hake nĩ thĩinĩ wa njera, no ti gũkorwo gũkũ. Na nĩ njũĩ nĩ twetereire mũno nginya tũkanoga, no nĩ tũtige kũnoga. Mũthenya wa kinya weka atĩa nĩ wakinya na kĩhoto nĩ gĩkuonekana. Na nĩ njũĩ kiumia gĩkĩ gĩthiĩ, Ngai nĩ egwĩka ona ithuĩ tũhoe, nĩ egwĩka kaũndũ nĩguo bũrũri witũ ũhorere ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũhorere. Thank you very much. Na andũ arĩa matũraga macambagia president atĩ ndaririkanaga andũ a Central Kenya, rĩu nĩ ngwenda maconoke, tondũ haha hena athuri maraheirwo wĩra na nĩ Agĩkũyũ, tondũ gũtuĩkaga atĩ rais aheanaga mawĩra na kũu kũngĩ ndaheaga andũ a gũkũ. Aya maraheirwo wĩra gũkũ, mũthuri ũyũ ũretwo engineer Joshua Toro wa kũrĩa Kandara, githĩ tu araheirwo wĩra wa irrigation? No nĩ araheirwo wĩra wa irrigation kũrũgamĩrĩra board ya maĩ, kana tiguo ndaigua? Irrigation board. Ũmenye gũkũ nĩ kũrĩ project 5 cia irrigation cia kwambire, na 2 ciacio arĩa marĩte mbeca cia kũrĩkia project icio nĩ acio marathire tangatanga agũkũ. Na ngwaria ma mwenda kũndwara kũrĩa mũndũ araga mũndũ arĩ. Kwĩna project ya maĩ haha nacio, damu iria ciĩtagwo water pans, ciaheirwo 67 million, na damu icio itirĩ ciarĩka, ciekĩrwo cuma ya irrigation. O acio maraka macokaga ha magathi makaiya cuma icio. Kũrĩ na damu ingĩ irakwo gũkũ ciretwo domestic household water pans, irakwo mĩciĩ kwa wananchi nĩgetha mekĩrĩrwo maĩ ma irrigation. Thursday ndarĩ kwa CEO wa NIB Mr. Mugambi personally kũrũmĩrĩra damu icio cia andũ a gũkũ, tondũ mbeca iria ciarĩhirwo contractor iratuĩka imwe ciacio nĩ ciarĩhirwo, damu itirĩ irakwo. Tuongee ukweli. Kwa hivyo rais akiangalia maneno ya ufisadi, hata wale makontrakta walipatiwa damu za Kikuyu za Nasho na Deya waangaliwe, wamalizie watu damu, tuwekewe maji, tuanze kulima. Ama ni aje watu wa Kikuyu? Na Deroigire His Excellency the President himself, hata kama ni 2022 atakuja kulaunch hiyo muradi hapa Kikuyu. Na ndagato mana no goka kuranji muradi ucio, na nikio ndiratumĩtwo thie ngarore CEO, koguo rĩu tondũ no aheo wĩra nĩ ndakuongerera wĩra waku wa mbere. Wapi ũthiĩ ũrore damu icio ciĩ gũkũ Gĩkũyũ, Deya na Nasho, ũtigĩre nĩ ciarĩka, tũke launch andũ aya mathiĩ na mbere na maisha mao. Mheshimiwa Kutuni, please come. Tunakupenda sana kwa sababu ukiongea unaongea tunafurahi. Asante. Kwanza nishukuru, watu wawili wameniguza sana. Kwanza ni mchungaji KK, wa pili ni mama yao, kwa sababu umetuleta hapa, lakini mchungaji umehubiri mambo ya kuwa na imani, na nikasema hata mbele yako nitatubu, sababu juma wili ama wiki mbili zilizopita nilienda nyumbani nikakutana na rafiki yangu Lewi. Lewi nilikuwa na yeye high school. Alikuwa mtu bure sana. Kulewa, kupiga, kuchoma hivyo hivyo. Juzi mimi namuona anavaa kola kwa mazishi. Ati yeye sasa ndio anaongoza kikao. Mimi nikauliza, kama Lewi ameokoka na ni pastor, kumbe kila mtu anaweza kuwa pastor jamii. Sasa kumbe nilikuwa na mvuruta chini. Sasa mimi nainua Lewi kuanzia leo, kwa sababu hiyo ndio imani. Pili, mchungaji ukasema Bwana akaona wale walikuwa wameokoka, lakini akasema wacha niende nitafute yule ambaye hajaokoka, ambaye alikuwa anaitwa Saul, nimgeuze akuwe Paul, kwa sababu anasema ukweli.
Ulisema ama hukusema? Ni Biblia, si Biblia? Uhuru naye akaona hata kama niko na wale wameokoka karibu na mimi, wote ni wakora. Wacha niende Sol ambaye ni Raila aokoke akue pole. Ama namna gani jamii? Ni moja si moja? Ni Biblia ama si Biblia? Na mimi leo hata hapa kwa sababu ya hiyo imani nimechungulia kitanda ile Uhuru analala leo, lakini sijawahi lalia, lakini kwa imani hata mimi naye nitakuja kulala huko miaka 10 miaka zijayo. Imani ama si imani? Imani ikatuleta sisi watu wakieleweke. Huyu kijana alianza, tukawa wachache, watu 4, sasa tuko wabunge zaidi ya 60 ndani ya hii msafara. Ni imani imefanya kazi ama sio imani? Wale wengine walianza wakiwa 100, sasa mimi nimeona wamerudi wako 7. Ni kupungukiwa ama sio kupungukiwa? Na mimi mkinipigia makofi mnaniwekea tu moja moja. Vizuri moja. Na mimi nikatembea Kikuyu, sijawahi tembea Kikuyu. Mimi najua Kikuyu kwa sababu ya mjumbe wenu. Lakini nilipokuja nikapotea kidogo, nikaenda pale huko. Na nikarudi tena nikakuja mpaka hapa. Lakini sijaamini. Barabara za kwenu, mama hakipelekwa hospitali na ni mjamzito, hawezi fika hospitali. Atajifungua kwa barabara. Mabonde, 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 mabonde. Mashida. Soko hii huwezi amini ni Kikuyu, na kilomita kutoka Nairobi ni 25 kilomita. Huwezi amini hapa kwenu. Hata center yangu ya Kachibora iko bora zaidi kuliko hii. Hata signpost peke yake ya primary hakuna ya kwenda huku chini. Kwa sababu ya kuzungumza sana. Waswahili wanasema fuata nyuki ukule. Na wakasema mkaka na upwa ali wali nini? Sorry. Na ndio mimi nikakuja hapa. Nilikuwa natarajia kwamba Kikuyu itakuwa ni model constituency. Lakini heri niwaite kwangu hata muone. Na nyinyi watu wa Kikuyu, kama serikali imewanyang'anya security, kama kiongozi wenu amenyang'anywa security, ni ujumbe kamili kutoka kwa serikali kwamba iko shida. Hiyo ni safari ya kwenda upinzani. Na ndio leo mchungaji tumekuja hapa kama serikali. Nipatie kijana moja hapa kama aliapply kazi ya Public Service Commission, tuweke kazi mara moja ndio tujue sasa, ndio mjue sisi ni serikali kamili. Na tutashikana na wewe mchungaji. Sababu mimi nimeona maboi, mavijana wa hii mtaa ni kugezi tu. Ni kusota tu. Hakuna job. Unapata watu wamemaliza degree na wako nyumbani hapa wameanza biashara kwa soko. Pastor, utuletee 3 4 wale wamemaliza university kutoka kwa hii kanisa. Utaona kazi. Sisi hatuzungumzi bure. Kusema kwamba tuko serikali, tuko serikali. Pili, nyinyi ndio mnafanya biashara na soko yenu kubwa ni Nairobi. Lakini wakati baada ya uchaguzi, baba na watu wake kuketi kwa lami kila siku na kusema sususie chakula, mlikosa soko ama mkukosa. Lakini tangu handshake, nafasi ya biashara imepatikana mjini. Hiyo ni zawadi kubwa Uhuru anawapatia. Ni ndoani anawapatia, mwende mkatafute samaki. Kwa hivyo mimi ninataka kueleza nyinyi, siasa ambazo sisi tunacheza sio siasa ya kutenganisha, ni ya kuleta Wakenya pamoja. Na tunashukuru Uhuru na tunamuhimiza Uhuru na Raila waendelee kushirikiana, kwa sababu hii ndio italeta utulivu katika taifa la Kenya. Na kila Mkenya yuko na haki. Mimi nimesikiza gavana wenu amekuja Rift Valley.
anaambia Uhuru, unajua ukiwachana na huyu, watu wetu walioko Rift Valley hali yao itakuwa taabani. Mimi nataka kuhakikishia nyinyi, kila Mkenya yuko na haki ya kuishi popote katika taifa hili, na demokrasia inakuruhusu upige kura jinsi unavyotaka, huwezi kuzurutishwa. Na hata mimi ninataka kueleza nyinyi, kama wanafikiri wanasaidia huyu mtu kumwombea kura, mimi ninataka kuwaeleza nyinyi wanaharibia yeye zaidi. Na mimi ninakokwenda kila mahali, hata kanisani, mimi husema hakuna mtu amemkatia manzi akitaka kummari na akamlazimisha. Unampatia nyama ya ulimi, unalegeza ulimi mpaka mtu anaingia box. Ukweli si kweli? Na hii wanajaribu kutumia lazima. Hii ni gani? Na mimi ninataka kueleza nyinyi na waheshimiwa, tuwache hii mambo ya kutaka kubembeleza watu waunge Uhuru. Kama wamekata kauli, na mimi wacha mimi niwaeleze, kama mtu ambaye alitangaza Uhuru in 2013 na mwenye halitafuta Kibaki, mimi ndio nilikuwa mjumbe wa kwanza Rift Valley kutafuta Kibaki kabla mtu mwingine hajatafuta. Mimi wacha niwaeleze kitu kimoja. Kama hawangecheza hii siasa hii, ingefika mahala Uhuru angeita mkutano na aseme tukae chini tuzungumze. Lakini wa mahali wamefika kwa sasa, wameonyesha simba mkuki. Uhuru mahali yuko kwa sasa, amejua nani ni maadui wangu, naye ni marafiki wangu. Na ni sisi wengine ndio tulibembeleza Uhuru. Kama baba leo angekuwa nje, na mimi nataka kusema bila kuogopa, hii uchumi ya Kenya venye imezorota, mvua kuchelewa, vijana kukosa kazi, baba angeitisha mkutano Uhuru Park, mngeona maajabu. Mimi ninaona, na siku hiyo nilikuwa na wasiwasi juu Uhuru ni rafiki yangu na nilifanyia kazi miaka 5 kama mshauri wake wa siasa. Nilieleza Uhuru, ukishinda kitu ya kwanza utafanya, tafuta baba, umweke ndani na umpatie mkate na maziwa kila asubuhi. Sababu nilikuwa naona Uhuru amekuwa mweusi na mgonde, siku hizi Uhuru ameng'ara mweupe na katumbo kametokea. Sasa nikasema si unaona, Uhuru aendelee ama asiendelee? Lakini maadui wa sasa wanamvuruta, wanasema hatutaki handshake. Na mimi wacha niwaeleze, unajua siasa ile ilifanywa 2013 2017 ni kufungia baba nje, na sisi ndio tulikuwa na hesabu, sio hawa. Na wacha niongee leo, tangu sisi tutoke, wenye tulikuwa tunachora hiyo hesabu, hata hao wenyewe wenye wanaongeaga kizungu nyingi kwa TV walishindwa kushughulikia Uhuru mpaka kotini. Ikaenda venye ilienda, walikosa hesabu. Sababu kubwa ni kukula. Wasicheze na hii merikebu inatengenezwa na baba na Uhuru. Hii ni tsunami ile unasikianga. Ukiona baba na Uhuru wameungana, lala chini, kuwa mpole, bure utakamatiwa chini. Madhe, enda kaa chini. Wewe niache wewe, si nimetangaza nitakuandikia watu kazi, sasa shida iko hapa. Wewe relax, ama niache, simpatie makofi. Na unajua sasa hata maboi wenye wako hapa mtaningojea kule nje, mimi ni wasote. Ndio nimeona. Madhe, we relax, sisi ndio wageni. So mimi ninataka nimalize hii mambo ya fisadi. Yule gavana aliyeshikwa wa Samburu wa bilioni 2.5, tunajua ni nani rafiki yake. Na sasa Waititu pia na hii kesi ambayo amejiingisha, na mimi nimeshindwa, nimeogopa kuzungumzia hii mambo ya kaunti ya Kiambu. Kwa sababu
sababu siwezi kuamini kwamba kwa county unaweza tengeneza budget ya kusema kwamba shughuli ya Ikulu inashughulikiwa na budget ya county. Sijaamini mpaka leo. Na sijaamini kwamba ndani ya hii budget kumekuwepo atina shughuli ya kuleta usalama na amani South Sudan. Mimi sijaamini. Sijaamini. Mimi kila ambacho ninataka kusema, mimi nasikitikia sasa watu vikundi vitengo viwili vya usalama, DCI na DPP. Hizi shirika mbili sasa mnatupatia wasiwasi. Kesi zote ambazo zimechunguzwa kwa miezi miwili, hakuna hata moja ambaye imepelekwa kotini. Mnapatia wezi nafasi ya kujipiga kifua. Sisi tunataka kutoa nafasi kwa DCI, tumewapatia nafasi ya kutosha na taasisi ya kuhusika na mahakama na kesi. Tunataka kusikia kwamba wale watu ambao wamehusishwa kwa mambo hii wamewekwa ndani. Hii Kiambu ni kuwaombea Mungu. Mimi nawaweka kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Ni Sagodi tu anaweza kuwaokoa. Hakuna kitu kingine. Alafu ya mwisho, kitu inaitwa referendum. Hii katiba si mzuri. Hii katiba si mzuri. Leo mko na bahati kwa sababu tulichora vizuri tukaingia kwa serikali. Na sisi ndio tulichora. Lakini hii katiba inaweza leta vurumai katika taifa la Kenya. Angalia kwa siku moja Mkikuyu asimame urais na anguke kiti. Ataenda wapi? Ataenda nyumbani. Nani atakuwa mtetezi wenu? Hakuna. Ikiwa Kenya hii tunataka makabila zote, lazima tufungue hii katiba. Na mtu asiwadanganye. Hiyo ndio jinsi ya kuleta amani katika taifa hii. Imelazimisha Uhuru leo aende atafute baba kupitia mlango wa nyuma na akapatia Kalonzo kwenda South Sudan. Ndio serikali yake itulie. Lakini tungekuwa na katiba ambayo inaruhusu Uhuru achague kati ya nafasi hizo 6, achague mtu moja, itakuwa afadhali. Hiyo ndio itakuwa mzuri. Bure tutarudi tena mahali tulikuwa 2007. Kwa hivyo sisi kila ambacho tunaomba mtushike mkono. Hii ndio timu serikali. Ile timu nyingine ni ya kukopora na kunyanyaza na kutumia vijana vibaya. Kwa hivyo wangapi wanaruhusu sisi tuendelee? Ninaona kumbe nilikuwa na wasiwasi na kumbe imeivana. Sasa vijana mtaniona pale nje. Asante sana na Mungu awabariki. Na mimi nimekuheshimu. Wewe ndio mama yao. Asante sana. Mheshimiwa Kutuni, tuongee kama vijana. Na ukage kaigio kadaithagia wira. Asante sana. Msitoke kwa sababu Deputy Governor Bwana Nyoro ako hapa na tungetaka kusikia vile atatuambia. But before that, wacha tusikie vile mzee Maina Kamanda leo atatuelezea kuhusu handshake na maneno ya corruption. Karibu sana mheshimiwa mzee. Asante sana wa Mshomba. Bishop wetu Maina Kamanda anatakanga kwenda mahali kuna shida. Niĩ nyendaga gũthiĩ kũu kwĩragwo ti kwega nigetha ngathondeke. Kwa sababu nina hiyo imani ile ambayo Bishop umesema. Tuko hapa tu na miaka 5 kama Mjaria. Ndugu na berani. Murega. Ndio kwa no biwo de mali ndo mwe. Yo ndenda kumatuma we president. Anoniano hu isagine ni twano ya kuigua ukumania na mutiri ukureku. Wenda muthimo mwere omothe ona mutumia na igatagwo na agathie no koyoke nima obo mundu ne yenda na monya mutagira mundu baraine nima
wako moto wakoronejete itutige kwirwo mukwariende twamwe kuma Januari nginya December turiana kudale kwithwe no tugecaigana ni cigana muthimwe abetige mwezimiwa muthimwire Uhuru atogeana kuna turenda mundu abutwo wira ni mwana ni nyingi ogwo kutumiega ciate korira wabaisi ciate korira ongi mundu ainuke tene na nyue MCA aitu twina inyue acio maraiya mbia cia kaunti ni tukugomana ni tuguthie ngiye kuoya na mbia thirika. Thank you. Lakini ni rafiki yangu, wacha niseme hivi KK Bishop, mimi nimekaa bunge ambao tunayo pale kwa muda, na mimi wakati wa mazishi ya Kamaru ndio siku ile ambao mimi niliongea, kwa sababu kule bungeni giigwa itu ni maagira munene wa guthigetio na ni andu aria matukoni ati unagutiri undu marauga no muhaka inuke. Hiyo sasa ni mtu anakwenda, hatuwezi kufuata mtu sasa tunataka ile mtu ataingia. Hapana, ile mtu anakwenda. Wacha niwaambie, kama walifuata huyo kwa sababu ndio ataingia, labda Mungu atamfanya hata ingia. Watafanya nini? Kwa sababu nia yao ni kusema tunafuata huyu mwingine hatutaki apewe heshima. Mimi nikachika hawa watu former MPs hawa wakiongozwa na General na hawa, hii ndio ilikuwa timu ya Maina Kamanda. Hata nyinyi mlikuwa mnalegea kidogo, wa Mushoba ni kukuja, mmekuja polepole na ni mzuri, hata wengine watakuja, mnakuja. Watu wote walikuwa wakiongea mambo ya Uhuru ni kama Uhuru amefanya mambo baya sana, na ni Uhuru yule ambayo alifanya wachaguliwe. Na kwa sababu nimekuwa bunge nikajua hawa watu hakuna kitu ingine, turagethi kuria tukayoka nyamuka weekend, turagethi kuria tukayo tunyamutu iganona. Sasa nikajua kumbe ni tumbo itauza mzee wetu Uhuru Kenyatta. Mimi nikaenda mazishi ya Kamaro na nikasema Raila alikuwa hapo, Ruto alikuwa hapo na president alikuwa hapo, kuambia sisi Central na Mount Kenya region yote, hata Uhuru akitoka kiti, yeye ndio atatuambia tutafuata wapi. Nimweteketi yoguo, yeye ndio atatuambia tutafuata wapi. Na kutoka siku hiyo mambo ikabadilika. Wengine tuko pamoja, group yangu sasa ya former MPs nikawachana na hawa kidogo, kwa sababu watu yetu tena tumeingia na tukawa timu kubwa. Kwa hivyo Kayaba, ukiona sina maneno mengi na wewe, sababu wewe gari yako labda huna mafuta, mimi ninalipwa, hawa wajumbe wanalipwa. Ona twathiururuka ni tukota gwikira ngari citu magu no rimwe ngamutigati na oru tunindo ndamenya ngari cia nitire nake riu ni ndona andu angi mekirwo maguta handu acio riu turitindanaga nao. Na asante sana mtu wa Nairobi anaitwa Dennis, sababu Dennis umekuwa kwa mstari wa mbele hata wakati kimeumana sana. Wakikuyu wetu, ninataka kuwaambia kitu moja na munisikize. Kabla wengi washauriwa Bishop mwaka gani? 75, you are my son, let me tell you. My firstborn ni wa 1975. Kwa hivyo wewe ni mtoto yangu. Wacha nikueleze hivi. Unaona kamwili kaka nikalite chumbe. No kalio hole kagwire. Mimi ninataka kuambia hivi. Wakati wa kupea uhuru, mimi bado nilikuwa na miaka kama 17. Na wacha niwaambie kitu moja. Wakati hiyo uhuru ilikuwa inaletwa na Bubebelo anataka kwenda, alimuita mzee anaitwa Jaramogi, alikuwa kijana. Wewe ndio tunataka uwe prime minister wa nchi ya Kenya.
na wakati hiyo Kenyatta ndaumite rũdua nĩ moyo ũgwara mwari aciarĩri kana ndĩraria na andũ arĩkũ no mũtigĩthomaga mabuku nĩtũ mwaka tondũ andũ matuirio nĩ history kwani historia hii imekufa ama iko history hizi watoto mnasoma Arabu mzee Jaramogi akasema hii kiti ni kubwa kuliko mimi mwenyewe ako jera baka mwenyewe atolewe mundu akarega giti kuima ni kuriku mtu anasema kiti ya prime minister you don't want to occupy that seat because you still believe kuna mtu ambao mmekuwa mpigania naye uhuru na bado kuna upendo wa aina hiyo. Wacha niwaambie kitu moja, wakati tuliendelea kidogo Kenyatta na Jaramogi wakawa marafiki sana baka mwaka wa 1966. Wale watu waliona sasa mzee ameenda kuwa miaka 80, wakawa na tamaa hata watu yetu wa Central wachukue uzikani wa Kenyatta. Watu wetu wakapiganisha mzee Jaramogi na Kenyatta mwenyewe, na miaka karibu 50 hatujakuwa na amani kwa sababu ya hiyo vita. Miaka 50 ni amahetiria ndo aliaje. Kama kuna makosa tulifanya kubwa ni wale viongozi walikuwako, wale walipiganisha Kenyatta na Jaramogi Odinga. Mimi ningewauliza Uhuru Kenyatta, president wetu, na mtu anaitwa Raila Amolo Odinga, na mimi ninafikiri wakati walikuwa na handshake hiyo mambo waliongea, na ni lazima wawe waliongea. Watu wengi wamebahatika Kenya hii kwa vita ya Wakikuyu na Wajaruo. Tuhorithanĩtio miaka 50, wewe hutaki kuona Mjaruo, unasema eno ni ngoma Mjaruo. Huyu naye Mjaruo, hii ni kasia kwa Kikuyu. Miaka 50 tumepiganishwa. Tumesema hiyo vita ya ukabila ya aina hiyo vile tulipiganishwa, hiyo itakuwa historia kwa Kenya yetu. Hiyo itakuwa hiyo itaandikwa kwa vitabu, kwa sababu sasa tutaendelea mbele. Hakuna mtu Uhuru amefungia nje. Amesema Kalonzo kuwa hapo, Mudavadi kuwa hapo, hata wewe Ruto kuwa hapo, na kila mtu awe hapo. Lakini kwa sababu ya kutafuta kiti ya urais, wewe mtu mmoja hutaki Kenya yetu iwe na amani. Hutaki Kenya yetu iwe na amani, na tunakujua vitendo vyako. 2007 tunakujua, 1992, 1997, 2007 hakuna mambo, na tutayasema wakati moja ukifika. Sio sasa. Sisi sio wajinga. Sisi tunataka kulete Kenya pamoja. Ndio iwe ni Kenya ya Mjaruo, ni Kenya ya Mkikuyu, ni Kenya ya Munandi, ni Kenya ya Muluya, na ni Kenya ya watu yote. Na hapo ndio rais wetu anasimamia. Kwa hivyo inyuandu aitware mukoragwo guku tuharo tu twale muiguaga twajaruo na Gikuyu ondoweni kwa kichwa. Hiyo ni shetani alilete hiyo vita kwa miaka mingi, na ni lazima tutasafisha, kwa sababu mumeambiwa Nairobi hii tukiwa na shida haipitiki. Kweli ama si kweli? Haipitiki kwa sababu ya hiyo maneno. Ya hapa Kiambu, mimi nilisema huyu mtu ni rafiki yangu sana, deputy governor. Utasema kama nilikuwa nauliza wewe. Ati nikamuuliza, wewe rafiki yangu na vile najua upongo yako Nyoro, ati unaenda kuwa deputy wa nani? Ninguriti ungo my brother. Nindakuririe. Nindakuikaragia wathie nao. Ukajira ni tuonete njira. Uyu ni mundu mwega. Kuri kaundu itandatigitie gukwira.
Niye gutire hata nyinyi watu ya Kiambu niliwatangazia mapema. Nikawaambia nyinyi mtakuja kulia. Hiyo pesa mnasikia ya State House, hata magavana wale wako wajinga wanaita kwao nyumbani ni State House. Kwa hiyo pesa inapelekwa kwao nyumbani State House yao. Usifikiria ati ni yake ni nini? Ni umetaga State House nyumbani kwao ni wapi? Ni State House. Kwa hivyo pesa inaporo inapelekwa wapi? Na muuliza Waititu kinaganaga leo nasikia. Nyumba 3 umenunua town hii ya bilioni kama 1-2. Wewe wacha kutaja kamanda na plot nilikuwa nayo hata kabla hujachaguliwa. Nyumba 2 runda saa hii. Na tunajua hiyo pesa. Jameni, mimi ninataka kuunga kutunyi hapa. Kama mambo hiyo yote ya Auditor General haifuati, watu waanze tena kuhonga na hiyo pesa. 47 days Waititu bribe every office na hakuna mahali taenda. Itakuwa sasa sisi ni kuimba wimbo. Kwa hivyo tunaomba wale ambao wako vijana wetu hapa MCA hawa, mimi nataka kuwatolea shukrani. At one time Nairobi City Council ilikuwa na shida kubwa kuliko hiyo. I was the only one to speak about corruption at that time, na tukiwa na mwingine alikuwa anaitwa the late S.A. Maina. S.A. Maina wakamuua, wakampiga risasi. Mimi nikapona chupu. Mimi nilikuwa naendaga kuona rafiki yangu SM kule London sababu alikaa kama ya miaka 3. Kwa hivyo there is a price, but so be it. Kama itakuwa kusema ukweli, ni Bishop miaka yako ni waigwa nekahida ona ingireha takame yako riu no njuge tuike ya gaturume no jario horo ama na niseme ukweli. Tafadhalini watu wa Kiambu, msimame imara, tuwe pamoja. Hii grupu mnaona hapa, hatuna vita na watu. Sisi vita yetu ni kusema we fight corruption, na tumetimiza hiyo, na tuunge rais wetu mkono, na watu wa Central tuseme sisi viongozi tuko hapa. Hatuna kiongozi mwingine. Sisi mambo ya handshake iletwe. Hata saa nyingine na ulizanga Raila kuja hapa kwangu Orukalao ama Murang'a lala siku moja. Akomeona kwa gitame, because we must be seen working together as a country. Tusiwe tukamuona mtu fulani. Mimi nimepigana siasa gani Nairobi, hata ya KANU, hata ya Moi. Moi ameniweka ndani miezi 7 huko Webu. Treason ya mwisho ilikuwa ya Maina Kamanda. Kulete mambo ya Kenya iwe wazi. Na tulikuwa tunapigana na Raila huyu. Raila amelete mabadiliko kubwa, lakini sasa wale wezi ndio wanataka kusema mambo iendelee, lakini dakika ya mwisho tutakuja kusema mambo yao yote. Kwa hivyo watu wa Kiambu, mkubali, mtii rais wenu. Mimi kwa kanisa nitoroka. Tuliletewa ya Harambee na mzee Jomo Kenyatta. Kanisa sio lazima ulete milioni 10 imalizike. Hiyo ni pesa ya wizi. Kanisa Harambee ndio Kenyatta alisema kanini tuoganirerie na kamuinge koya gadiri. Kanitha wanga idu akagona muthenya umwe. Ukiona ucio wako na muthenya umwe, hiyo sio pesa ya ukweli. Utuite Harambee polepole. Hii jamaa kuja na mimi tuende polepole, na kanisa ya Mungu tutamaliza, na hata kama ni kiwaja Mungu atatusaidia, kwa sababu sio pesa ambayo imepatikana kwa njia isiyo ya ukweli, na utanunua kiwaja ya kanisa. Na kwa hayo machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Umesema huyo ambaye ulituambia, hata mimi ulinipigia simu wakati wa kampeni. Ukijulia wa Mushoba onawe urario horo wake mundu kiu kia Embakasi ngimwira tondu nie ndirenda gite kia governor ri okorwo ni ekuhotana ni ahotane. Ndiamenyaga ati ni Herode ndarehe Kiambu na ndoimagaria tondu ndeciragia ni Juthubu wa guka guthara Kiambu
no riu ni Herode wagoka kunina Kiambu na arari acoki athie Nyandarua. Andu a Nyandarua inywe munjiguaga ndaguthaitha mwana oka kou mumumenye na mahiga acokio kwao oria nake imagiria andu na mahiga tondu riu mundu egukiia na ndaranjitwo no wikiri atia. Na by the way aheshimiwa aria megukwa county assembly ni turabangana nao na ni turabangana na atongoria kama DPP na DCI hawatafanya jambo Kiambu, sisi Wanjiko ambao tulipiga kura, sisi tutatokea nje na mabawa na tutasema tosha, imetosha. Waitito lazima atuambie pesa yetu iko wapi. Mimi kama mama county niliomba shamba ya kujenga rehabilitation center. Tondu ni moyo sio ndio wero ya ndutaga. Nimeng'ang'ana sana kutengeneza rehabilitation center hapa Karura. List yangu ya wale wanataka kuingia rehabilitation ni watu 3000. Hiyo rehab niko nayo Karura, it can only take 200. Hao wengine nitapeleka wapi? Nikang'ang'ana nipatiwe shamba nijenge rehab ingine. Waitito akakataa kunipatia shamba. Mimi nimeenda kwa rais mwenyewe. Nikamwambia rais, nataka unipatie shamba. Na rais alinipatia shamba. Tupigie makofi. Na tutakuja huku kulaunch hiyo rehabilitation center kwa sababu rais ako kwa kiti, lazima kazi ifanywe. Bwana Nyoro, DG, Deputy Governor, fikiria kwa sababu county ni yako sasa. Huyu mwingine tunagojea atoke akuachie. Haya. Mwathani agoshwo. Bwana asifiwe. Hapo nyuma Bwana asifiwe. Pastor KK na kanisa lako lote na team Kenya na Dwadeli, Bwana asifiwe. Muriega. Kwanza nikurudisha asante sana kwa sababu mumekaa, you've been very very patient, na hii ni kuonyesha ile love ambayo mko nayo kwa hao viongozi, na hasa tusikie mambo ya hii Kiambu, tunaongea mambo yake. Kwa hivyo ningetaka kuwashukuru sana kwa sababu tangu tuanze sasa ni karibu masaa matatu na bado mnagojea. Mimi sina mambo mingi. Ningetaka jambo la kwanza kusema hivi. Sisi tunasikia haya sana. Kiambu imekuwa mahali ya kuchekelewa, si Kenya peke yake, lakini ulimwengu wote. Kwanza, hii ni mahali ambapo president mwenyewe ametoka. Mwanake wito wa Ishaweri. Na badala ya sisi kuchukua president wetu na tujipige kivua kwa vile sisi ndio tumetoa rais wa pili kutoka Kenya yote, kazi ile tumefanya ni kufanya embarrassment kwa president mwenyewe. Na mimi ningetaka kusema hivi. President Uhuru Kenyatta, yes, ni kijana wetu, ni kijana ametoka Gatondo na ametoka Ishaweri. Lakini tafadhali msikie, President Uhuru Muigai Kenyatta is the commander-in-chief of all our defense forces. Yeye mwenyewe tu ndio anakagua guard of honor. He is the symbol of national unity. Kwa hivyo sisi wa Kiambu tukifikiria ati yeye ni kijana tu wa kutoka Ishaweri, tujue kabisa that he is the commander in chief, na ni lazima apewe respect that is due to him. Na wachani niwaambie, President Uhuru Kenyatta amefanya mambo mingi sana Kiambu hapa. Kama Mheshimiwa Mwadhi na Mheshimiwa wa Mushomba wanajua, sisi tumekuwa tukiangalia mipango ambayo president through Presidential Delivery Unit ameleta katika Kiambu.
Na mkisikiza pesa ambayo iko hapa Kikuyu, for instance, kuna barabara ile kutoka Thogoto ambayo inakwisha, Mheshimiwa Kutuni, inakwisha. Kuna barabara sasa inatoka Kikuyu inaelekea huko Kiamakeresha iende mpaka Thigio. Kuna barabara imetoka hapa Kerwa imeenda mpaka huko Thigio, huko upande wa Dhamanda. Kuna soko ambao Waititu wanakuja hapa kila siku kukimbia kusema ati yeye anajenga soko ya World Bank ya karibu milioni 300. Kuna daraja inajengwa pale Kikuyu, station ya Kikuyu imejengwa. Tunaweza kuendelea kuongea mambo ya Kikuyu na Kiambu. President amefanya kazi, na badala ya kushikwa mkono ambiwe ile kazi nyingine ambayo tutafanya miaka hii ingine 3, tuwe na ile industrial park tulisema pale vijana wapate kazi. Badala ya kumshika mkono ni sasa kuanza kwenda kando ukitangatanga kila mahali. Mimi ningetaka kusema hivi, na wale wanajua history watashika hii. History repeats itself. Hakuna mtu katika Kenya ambaye ametoka cross to the president, ambaye amekuwa rebel kwa president katika Kenya, ambaye amepata bahati. And I want to tell you very clearly, wakati wa mzee Jomo Kenyatta, wale wa Kikuyu ambao walipigana na Jomo Kenyatta, niambie walienda namna gani? Wahesabu uniambie walienda namna gani? Wakati wa Rais Moi, wale wa Kalenjin ambao walikataa kufuata nyayo ya Moi walienda namna gani? Wahesabu, sitawasema, unawajua. Wakati wa Kibaki tulikuwa na watu wengine, hata wengine walikuwa young na tunawajua wengi, hata wengine walikuwa maprofesa, walikataa kufuata. Wakikuyu wakakataa kufuata Kibaki. Waliisha namna gani? Wako namna gani leo? Kwa nini mnafikiria ati kutakuwa ati na tofauti? Hata wale wa Kikuyu ambao wamekataa kufuata Uhuru Muigai Kenyatta wataenda vile vile. History repeats itself. Na kwa hivyo tuna nafasi. Tondu ithuĩ nĩ tũĩ na he mũndũ oiga haha, mũthuri ndarĩ hĩndĩ arĩagaywo muoyo. Na kwĩra mũthuri egae muoyo kũu nĩ kũmũruma ũramũruma, nĩ gwĩtagwo gwĩka atĩa, nĩ kũmũthetha ũramũthetha. Na reke ngwĩre, wa mũthetha ũmũthĩ onawe no ũgathethwo. So it's very clear, na sisi wa Kikuyu tunajua. Kwa hivyo watu wako na nafasi warudi nyumbani, moke mathambio na mbũri, macoke ita-inĩ nigetha kĩrumi gĩtikana manyite. Kwa hivyo sisi tunasema tunaweza kuwa wachache katika Kiambu, lakini tutaendelea na kushika Uhuru Muigai Kenyatta mkono na kuhubiri mambo ya handshake. Na tukifanya hivyo, jambo lingine ambalo tutashika ni mambo ya corruption. Na niingie hapo, kwa sababu wakati mwingine mnafikiria ati mtu anaenda upande kwa sababu roho yote iko upande huo. Hapana, ni kivuli. Anaenda mahali iko kivuli ili apate protection. Na mtu alikuwa amepanga tangu zamani. Hii Kiambu mnaongea mambo yake, na ningetaka kushukuru hawa MCAs kwa sababu kabla ya kuingia kwa Senate, kabla tuingie kwa Senate tarehe 2 mwezi wa 5, hawa walikuwa wameenda kotini wakasimamisha budget ya Kiambu. Na hata wakati huu Kiambu haina budget ile supplementary. Wamekimbisha case sasa kwa koti, lakini hao walikuwa wamekimbia kwa sababu walikuwa wameona the danger. Mnakumbuka mwaka huo uliopita nilisema mara ya mwisho karibu nilie huko Kikambura,
nikiwaambia kumuhuhira coro ngimwira uria kwina thina no ngorwo kama iko doubt uende YouTube ufungue YouTube ya tarehe 24 mwezi wa 8 2018 nikisema shida ile iko Kiambu, na tulikuwa mkutano wakati huo ulionekana kama ni mzuri, kumbe sasa nikiangalia ilikuwa takatanga. Tulikuwa tumesema, na ningetaka kushukuru hawa, na tuko pamoja na hawa na tutaendelea mpaka mwisho. Lakini ningetaka kusema hivi, na nilisema jana, ile hesabu ambayo iliangaliwa ni hesabu ya mpaka June 2018. Kutoka June 2018 sasa tuko April 2019. Hiyo pesa ambayo ilikuwa ikienda Sudan State House, retired president, imeingia miezi mingine 9. Miezi mingine 9 tangu Julai 2018. La pili, hiyo hesabu hiyo imeangaliwa na Senate. Haikusema mambo ya 1.5 billion ambayo ilitumiwa kwa upande wa Kasoba. Jamaa moja akakaa soba, sijui kama hako soba. Pesa ambayo ilitumiwa katika 2018-2019 financial year haijakuwa reflected kwa ile tuliona kwa Senate. Jambo la tatu, 1.4 billion shillings ikatolewa kutoka kwa municipal Kenya Urban Support Program. Hatujui ilipelekwa wapi. So tunaongea habari ya bilioni kama 8 ambao simepotea. Bilioni ambayo ingejenga factory, tulikuwa tunataka kujenga hapa Agropark hapa Karo hapa na tukapata shamba. Hao vijana wote wangekuwa na kazi. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi. Siku ile iliwekwa 45 days na Senate. 45 days ni siku mingi sana. Na tunajua hata Friday governor alikuwa ofisi na watu wake wamejifungia huko, wanafanya nini kwa makaratasi? Tungetaka huyu atoke kwa hiyo ofisi, hiyo makaratasi iwe imekaa hapo siku 7, kuingiliwe huko, tuletewe report, tuwapewe siku ingine 3 ili walete report mpaka kwa April. Ndio tujue tuko wapi. Na hatuwezi kukaa ati tuseme siku 45. Jambo la pili, sisi tunajua hata kwa Auditor General kumekuwa na shida kidogo. Na wako na kazi mingi. Tunataka kuhimiza Auditor General na Senate iangalie, wajaribu wapeane hiyo kazi kwa private firm, PricewaterhouseCoopers au kampuni zingine ambao zinaweza kufanya kazi kwa siku 7, zilete report, ziletee Auditor General report, kwa sababu ni lazima aone report ipelekwa kwa Senate. Hiyo ndio sisi tutasikia kama tutakuwa satisfied. Kama si hiyo, sisi watu wa Kiambu, kama vile hawa wamesema na mliona Thika kulianza, sisi tutaenda kuangalia pesa yetu kwa Kiambu. Kwa hivyo tukitaka kusema zile bodies ambao ziko Auditor General, the Senate, the DPP, watu wa CID na EACC, fanyeni kazi yenu. Sisi tunawagojea. Na mwisho, watu wa Kikuyu na watu wa Kiambu, mimi ningetaka kuambia hivi. Sisi tukiwa na hii group tunataka kutengeneza mkutano mkubwa, kwa sababu viongozi wakati mwingine wanafikiria ati kwa sababu wanaongoza watu. Hapana, inafika wakati unajiongoza wewe mwenyewe, na imefika wakati watu ya Kiambu waongee bila kupitia viongozi wao. Kwa hivyo tutaita mkutano, hata kama tutaenda huko Kirigiti mahali tulikuwa Jomo Kenyatta alikuwa analeta mikutano, au tutaenda Limuru, tuongee watu ya Kiambu, tuseme sisi tuko nyuma ya rais wetu
Rais Uhuru Muigai Kenyatta, tuko nyuma ya handshake, na sisi hatutatishwa na mtu ambaye kama if you are not without me, if you are not with me, you are against me. Kama mtu atusaidii hii vita ya Kiambu, ati tunaitwa South Sudan, ati mtu anakuuliza wewe uko upande gani wa South Sudan Kiambu, unasema ati niko Juba Ruiru. Hii maneno gani? Hatuwezi, na tumekataa. Watu ya Kiambu na watu wa Kikuyu, msimame tuwe pamoja, tutoe hizi fisi zote tupeleke siende nyumbani. Asanteni sana, Mungu awabariki.